Kwengineko, jamii ya Wabajuni katika kaunti ya Lamu imetaka kuwepo kwa makubaliano yenye nguvu za kisheria kati yao na kundi la Dangote kabla ya kuanza kwa mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta wenye thamani ya kima cha shilingi trilioni 2.2. Wakazi hao wanasema wanaunga mkono uwekezaji huo, lakini wanasisitiza kuwa wenyeji wa asili washirikishwe kikamilifu katika maamuzi na wahakikishiwe manufaa ya moja kwa moja yatakayojumuisha ajira, maendeleo ya jamii na mgao wa fidia. Milka Thoya na maelezo haya kwa kina. Jamii ya Wabajuni katika kaunti ya Lamu inataka kusainiwa kwa mkataba wa makubaliano wenye nguvu za kisheria kati yao na kundi la Dangote kabla ya ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta chenye thamani ya shilingi trilioni 2.2 kuanza. Viongozi wa jamii hiyo wanasema wanaunga mkono uwekezaji huo, lakini wanawatuhumu viongozi wa kisiasa kwa kuwatenga wenyeji katika majadiliano kuhusu mradi huo. Akizungumza kwa niaba ya baraza la wazee wa Wabajuni, Badisomo alisema kuwa makubaliano hayo yanapaswa kueleza wazi fursa za ajira kwa wenyeji, mgao wa faida za kiwanja hicho pamoja na miradi ya maendeleo ya jamii. We are welcoming the project as soon as today. But we don't want to become flower girls in this project. We want full involvement in this project. We want in every table of discussion, we have a seat as community. In every table of decision making, we want a seat. Ujenzi wa kiwanda hicho unatarajiwa sio tu kutuliza haja ya mafuta nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki, bali pia kubuni nafasi zaidi ya 60,000 ya ajira na hivyo kuchangia msisimko wa kiuchumi. Tuwe na vijana kuajiriwa kazi 70%. Vijana kwenda kusomeshwa zile kazi ambazo ziko pale, vijana wetu waende wakasomeshwe. Pili, faida inayopatikana pale ya baada ya kumaliza kila kitu, I mean net profit, at least tupate 2%. Viongozi wa kidini pamoja na wanachama wa jamii walitaja mradi wa Lapset kama mfano wa maendeleo ambayo hayakuwafaidisha ipasavyo wakazi wa eneo hilo. Huu mradi watokota chini kwa chini moto wake, si kwa sababu ya kupingwa kwa mradi, ni kwa sababu wananchi wa Lamu huja miradi tofauti hawahusishwi. Viongozi wao wakaamua katika meza na ikaonekaniwa ni wananchi wamekubali hilo swala. Kuna mradi wa Lapset na mengine katika hao. Huu mradi wa Lapset, hebu watoke viongozi kama vile sisi tulivyotoka, waseme walikaa kuwahusisha common mwananchi. Aidha, wanasisitiza kuwa kushirikishwa kwa wananchi na uhakika wa wenyeji kunufaika ndivyo vitakavyosukuma mafanikio ya muda mrefu wa mradi huo. Milka Thoya,